Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mpenzi msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Uzil. Na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari, na katika taarifa zetu hizo tuanzie katika jimbo la Kivu ya Kusini ndani ya mji wa Baraka. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Mwendesha pikipiki mmoja julikanaye kwa jina la Teofile Nondo amejeruhiwa vikali kwa kupigwa risasi zisizo za kutegemea siku ya kwanza ya wiki tunayo mjini Baraka, wakati wazalendo walikuwa na kwenda kumfunga raia mmoja aliyekuwa akituhumiwa kwa kuendesha vitendo vya wizi kwa kutumia silaha kinyume cha sheria. Hali ya usalama imeonekana kuzorota jioni ya siku ya kwanza ya wiki tunayo maeneo ya katikati mwa mji wa Baraka kutokana na risasi nyingi zilizosikika. Kulingana naye Teofile Nondo, mwanga wa kitendo cha kupata risasi na ambaye alikuwa ni mwendesha pikipiki ameambia Tanganyika FM kwamba amepata risasi hizo pale ambako wazalendo walimfyatulia risasi mtuhumiwa wa vitendo vya wizi wa kutumia silaha, ndipo risasi zilimpata maeneo ya mguu kama alivyodhibitisha hapa kuna kuvipa za sauti vya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV katika mji wa Baraka. Nilipigwa masasi pale ku boulangerie La Merveille, bazalendo kwa babeba walikwenda fungana. Tulikwenda fungana, mimi nikawafikisha pale. Wafikisha bakaanza tafuta umwe walikuwa kiafata, akatoka mnyumba. Mimi nataka kukatirisha moto nirudi kwa natoka. Ndogisi alisharge, ngoja alikuwa shaona mwe wanakia mtafuta, alitakimbia ndogisi alisharge, akapiga masasi, imwendo ikaja nipata huko mguu. Pale vile La Merveille pale kukaleka ka entry kana kwa pale. Ndio walikwenda fungana pale. Sasa wakati waliweza kupiga zile masasi, hapa kukuona kule kulikuwa aje? Waliniona koje alikuwa mbele yangu. Gisi alisharge, nikaona sana anatapiga, sina mimi kutakunja moto hivi. Ndio gisi lisasi likanipata. Wanajisikia fadhali, labda tu maumivu ndio kanisumbua. Sikujua kama ni wakundi gani. Walikuwa wawili. Mimi nilikuwa sikia kwenda fungana ni bandi mweko na nani na risasi na bunduki. Walikuwa fungana. Atagisi walipiga mimi tu kupati uli sasa nikaanguka chini. Ule mtu akakimbia mnyumba, sijui sasa kama walimetrize ama alikimbia sijui. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba watoto wawili wameitishiwa maisha kwa kufyatuliwa risasi naye mtu mmoja mwenye kuvalia sare za kijeshi siku ya Jumapili ya tariki 6 Aprili 2025 ndani ya kata la Kalingaside mjini Baraka saa 12 kamili za jioni. Kulingana naye Amani Bulembo, baba mzazi wa watoto hao, amesema kuwa mtu huyo alikuwa na silaha. Alifika nyumbani kwake na kuanza kuomba pesa kwa watoto. Wakati watoto walimjibu kwa hawana pesa, ndipo aliamua kufyatua risasi ambazo zilisababisha hali ya usalama kuzorota katika uwanja huo. Tumsikilize Amani Bulembo, baba wa watoto waliotishiwa maisha. Milia risasi ilisika kwenye Kalinga pale kwa sababu ilikuwa ni kwangu. Kulifika askari, ule askari alikuwa ni mzalendo, alikuwa na bunduki moja na magazini 3. Sasa alikuwa anafika na ile silaha pale, akaingia paka mnyumba, akashimamia kwa mlango, akakuta watoto wako mule, watoto wangu. Akaanza kubalomba sensa. Watoto wakamwambia hawana franga. Akaambia na ule garso mkubwa mwalikuwa mule, sasa vile mwalikuwa nikalisha watoto wangu ampatie 1000 francs. Akawaambia sina franga. Mko mnanizoea mie, hamunijui. Ndio akakata sefe, akapiga risasi. Risasi ya kwanza akaanta pembeni ya mtoto wangu, risasi ya pili ikakamata chini mbulongo pale. Nikakuya mbio kwa nilikuwa kukutana ule mzalendo alishaenda. Isitoshe tena wenzake wazalendo sasa wasikie habari wakia kumkamata ako mkibanda hapo mbele ile bunduki, wakamnyang'anya bunduki, wakambeba naye wakaenda kumfunga. Ya maana nilikuwa natafuta kusema ni hii, batuambilie wenzetu wazalendo basi anze kutembea na bunduki hovyo kiolela, wala wakitembea na bunduki waangalie mtu mzima watapatia bunduki atembee nayo. Hapana kutembea mkibanda hovyo na mabunduki. Ndio mimi nilikuwa na ushaka pombe na nishaka viacha. Ndio yangu nilikuwa na ushaka ile nishaka acha. Tujelekeze huko Lusuku katika sekta ya Tanganyika tarafani Fizi, tukiwa tu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Raia wa vijiji vya Lusuku, Mulima na kando mwake ndani ya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi wanaomba kwa uongozi wa kijeshi pamoja na ule wa wazalendo kuongeza vikosi kwenye maeneo hayo ili kuimarisha usalama wa raia dhidi ya wahasi wa Ngomino. Mwito huo wameutoa katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV juu ya kukamatwa kwa mateka mwingine wa kundi la Ngomino na Twigwaneo kwenye milima inayoinukia kijiji cha Mulima na Lusuku. Duru zetu zaongeza kuwa hali hiyo ya kukamatwa kwa Ngomino hao inapelekea raia kuto kuendesha shughuli zao kama kawaida. Huyu hapa ni shuhuda mmoja anaeleza yafuatayo kutoka huko Lusuku. Mateka mwenye alikamatiwa siku ya posho alikamatiwa na wazalendo. Alikuwa anatoka porini kule kwenye wanasambaratika, alikuwa anajielekeza ngambo za Minembwe. Juu kule Minembwe kwenye walitokea njia zinafungwa na wazalendo. Sasa saa yenye alifika kule kujichomokeza mubarabara njia yenye walitokea, ndio akafikiria mikono ya wazalendo. Ni mfori yule Alusuku. Sasa wanaita Nkoko. Ni chini tu ya Shene de Mitumba, ni chini ya Mshene de Mitumba. Alikuwa bado hayaingia Mshene de Mitumba. Baadhi ya kumshika walimuelekeza kwenye huko serikali. Sasa serikali ndio ilimsambisha tujue sasa Kenya alisema kule kwa serikali. Tayari alishakuwa mikono ya serikali. Kwa hali huku ingali makosa juu mpaka hivi raia yakuwa mwingine, watu wanasabika huko na kule. Hiyo hali kabisa inatishia watu mpaka hivi hakuchakuwa sawa. Ndiyo, ni madhara kabisa juu wanawake wanaogopa hata kuenda shambani wasicho akakuta wale wa Ngomino kule kwa mashamba, sababu wanasambaratika mashamba mapori. Hivi wanawake kabisa wanaogopa sana kwenda mashamba ngambo hizo zenye wa Ngomino wanasambaratika. Ndiyo, wazalendo pamoja na serikali ya Kongo wiko tu mawindo, wanawinda tu kuwatafuta kila mara huko, anaenda huko kupori kwa watafuta, baada waona nafasi kwenye wanavitamia kabisa. Sisi kama vile wananchi tunapenda serikali tu izidi kutuma foro ngambo za huko na waangalie kisi ya kupasua njia waingie Minembwe juu ngambo za huko chini watu wakuwe na usalama mzuri. Kwa sababu kama serikali yashika Minembwe ngambo za Lusuku kwa Mulima, usalama kabisa utakuwa na zorota kila mara. Ndiyo kabisa, kunjia chakula na shughuli zingine kabisa vitu inatomboka, hata sukari inapanda, kila kitu kinapanda bei ngambo za huko. Hata dawa watu wanahangaika na matunzo vingine, kila kitu kabisa kinaharibika. Ndio watu wanakimbia, waliogopa porini kwa sababu ya hali ya mvula. Watu wanakimbilia kwanza Kanguli na Kiele, ndio kwenye watu walikuwa wanajielekeza. Na watu wa Mulima wanajielekeza kwanza Lumanya, Kichanga, Kichula, wengine wanasimamia mpaka Mukera. Tuangazie na huko Kamanyola ni kwamba mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaathiri pakubwa maisha ya wananchi wa Kamanyola ambao kwa sasa wanapitia changamoto hasa ukosefu wa chakula na mahitaji mengine muhimu. Ndivyo amehakikisha hayo mwanaharakati mmoja wa shirika la raia kutoka maeneo ya Kamanyola. Akizungumza na Tanganyika FM, Bwana Irben Dunia, mwanaharakati wa shirika la raia, amesema kuwa shughuli nyingi hazifanyiki eneo hilo na hiyo inapelekea raia wengi kuishi maisha magumu. Hata hivyo, Bwana Irben Dunia ameongeza kuwa kwa sasa chenchi ya dola haistawi, huku upande mwingine akiomba kwa mashirika ya kihutu na government kuwajia na misaada. Tumsikilize hapa mwanaharakati huyo wa shirika la raia akiwa mbele ya vipaza sauti vya Tanganyika FM kutoka Kamanyola. Groupement ya Kamanyola, situation yayo actuellement ni ya kuhuzunisha sana. Depuis Kamanyola ikamatike mikono ya AFC na M23, tunaweza fikia sasa deja miezi mbili. Kamanyola ilikuwa repite kuanzia zamani sa vile region yenye kunaka mouvement ya mingi tellement ni ina relier frontiere ya Rwanda, Burundi. Alors mwingine yote ilikuwa kama movementé, makioske ilikuwa, masoko, population ilikuwa ya mingi yenye ko estimé plus de 100,000 habitants. Lakini kwa sasa hii njoko kushanza kwa teatre ya mavita kwenye madeplasement zinakuwa za mingi, makonflit armé. Mena ile konflit ndio inaleta madeplasement massive, watu wanaanza wanakimbia makonflit, wanakimbia vita. Bamwe wanakimbilia mwinchi jirani, Rwanda na Burundi, wengine wanaenda mkopuma ya Uvira na wengine wanaenda mkopuma ya Kahongo, bakitafuta fasi kwenye watakimbilia kwenye hakuna fujo ya vita entre bazalendo na
M23. Kufatana na hayo ndio inakia leta klima ya stress, psychose mubichwa ya watu. Maintenant sur le plan politique na administratif Kamanyola, biro zote hakuna biro yenye inafungula, hata biro ya chef de groupement haifungule, biro ya groupement haifungule, na yengine mabiro yote sauf DGM na DGDA ndio yenye iko service fulani zao ndio yenye ziko zinatumika. Mais en tout cas en général Kamanyola hakuna biro wala service ya leta yenye iko natumika. Ndio unakia kutara mwingine hakuna vraiment face kwenye bakuwa venye utakimbilia ko pour que upate kale ka stabilité wala make bakuba yote habiko na hakuna biro yenye iko nafungula. Alors groupement ya Kamanyola ilikuwa naishi juu ya groupement ya Uvira, ndio yenye ilikuwa na mouvement Kamanyola parce que majorité ya bitu yote tunauzaka tunatumikisha Kamanyola vinatokiaka Uvira. Kamanyola ni ville yenye ko transitaire vya kutoka Uvira unaendelea mpaka Bukavu. Alors ile mouvement yote haiko inakatika juu ngambo yengine, ngambo ya Uvira après Katogota kule kuko njoo Bazalendo na FARDC, Kamanyola kuko M23. Maintenant inafanya ile maéchange zisifanyike, gari zisitoke zikuye huku, alors que ile magari ndio yanatuletea chakula, ndio yanatuletea mabien yote ya maana. Tukumbushe kuwa hadi sasa maeneo ya Kamanyola yanamilikiwa na waasi wa M23 pamoja na AFC. Huko katika mji wa Uvira ni kwamba waziri wa taifa husika na ulinzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Guy Kabongo amewasili mjini Uvira siku ya kwanza ya wiki tunayo, akitokea katika mji wa Kinshasa kwa ziara ya kikazi. Ujio wa waziri huyo umepokelewa kwa mikono miwili na raia wa upande huu wa kusini mwa mkoa huu, hasa unapolinganisha uwepo wa M23 kwenye mlango wa kuingia Uvira paka Manyola. Katika hotuba yake mbele ya wananchi wa Uvira, waziri huyo ameonesha kuwa Rais Felix Antoine Tshisekedi yuko pamoja na raia wa upande wa kusini kama alivyoeleza hapa waziri Guy Kabongo. Tumsikilize. Président de la République Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême Mokonzi Mapinga, ananituma nimwelezee tuko pamoja. Mina kwa kuangalia namna gani watoto wa Uvira yako na vivre, kisha nitamletea rapport. Mina kuona komanda ya sasa Dunia, General Dunia mtoto hapa. Okay. Tutongee na wazalendo, tunakuwa na General Lieutenant General Padiri Sirkevu. Tubaki tu katika mji huo wa Uvira ni kwamba kamanda wa kundi la wazalendo linaloongozwa naye Makanaki Kasimbira John ameomba kwa viongozi wengine wa kundi za wazalendo kutia nizamu kwenye vikundi vyao wanaoviongoza kwa kupiganisha hali mbaya inayoonekana kwa wazalendo. Akitoa ujumbe huu akiwa katika mji wa Uvira, kamanda Makanaki Kasimbira John amesema ni vema wazalendo kuonesha mfumo mzuri kwa raia wanaowategemea kwa sasa. Kamanda Makanaki Kasimbira John anaeleza yafuatayo. Viongozi wa wazalendo tuwe na hekima. Tuwe na hekima sana, tuwe na hekima. Kiongozi akwaki naongozewa na jeshi. Kiongozi anapasha ongoza jeshi. Basoda basi tuongoze. Sie ndio tuongoze basoda. Tusiotorize basoda bakwe banalewa. Hii mabulevi ndio natuletea mashida. Tukataze basoda bulevi. Tukataze watu ya kwenda nafanya madesordre mabarabara, kwenda naleta madesordre kuma depo, tukwenda nyanyanyasa watu kuma depo. Kunini? Tujikomporte kama viongozi. Tufanye kazi na kimya na upendo. Kama raia leo nashimama, ni juu tulishimama na raia yako na nguvu na inatupenda. Sasa tunataka jivurugia reputation yetu jua nini? Tunataka jaribishia siepeke, tunataka jaribishia mwingine yetu jua nini? Valere yetu wala tujiharibishie kazi yetu, tujichafue juu ya nini? Tuachane na vile viongozi. Tuache mambo ya kupiga masasi ovyo. Tutie basoda chini. Hakuna soda anapiga risasi. Kiongozi ndio anapiga risasi. Juu kiongozi ndio anapanaka ordre, mfanye hivi. Tuachane na vile. Nikose na bapatia. Tuache kuleta mabaya kwenye iko. Tuache tuone Mungu kwenye atatufanyizia. Tusipiganie mifupa na minofu ingali. Mungu anatutayarishia minofu.
Tuachane na vile. Pia basoda chini, basoda biona upendo, basoda bapendane. Kila kiongozi ambie jeshi ache ile madesordre ya masase. Juu sisi ba viongozi ndio tunaleta madesordre. Hii ni vitu ya haya hii. Na tupendi mabetize. Batu ya kwenda na nyanyasa batu mu madesordre. Batu ya kwenda déranger batu hapana. Meme muarume mtu anakuzidia miaka ni baba yako. Binaonekana sasa ni avantire tuko ndani. Silaha tunapokea, masasi tunapokea. Tuende tupige adui. Tuache bulevi na kupiga masasi ovyo. Tutachekelewa meme na kanyengelele, tutachekelewa meme na jiwe na maiti tatucheka. Hatuna haya kweli. Kama tunauana ni faida gani? Si tunazaraulika. Tuachane na vile baba yangu, bandugu yangu, ba grand frère. Simame tufanye kazi. Na sasa kazi zinafika. Na tumalizie habari zetu hizi na uko Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini unaomilikiwa na wahasi wa M23 na AFC. Zaidi ya watu 11 waliuawa kwa kupigwa risasi usiku wa Ijumaa kuamkia siku ya Jumamosi ya tariki 5 Aprili 2025 katika kijiji cha Kabale Katambi, usultani wa Rusayo, tarafa Nyiragongo, jimbo ni Kivu ya Kaskazini. Kulingana na duru za mahali hapo zataja kuwa wahanga walikuwa watu wa familia moja na waliuawa wakati walikuwa wanatumia chakula. Watu wenye kumiliki silaha waliingia katika kijiji hicho na kuua watu hao wasio na hatia. Kwa jambo hilo, wanaharakati wa mashirika za kiraia wa eneo hilo wamesema kulahani vikali kitendo hicho alifu zidi ya raia wasio na hatia. Hawa wameomba kwa serikali kuu ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kufanya kila liwezekanalo ili wahasi wa M23 waondoke katika mji wa Goma ambako raia waonekana kuuawa siku baada ya siku, tena raia wasio na hatia. Hadi hapo ndipo naweka nukta taarifa zetu za habari kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Mimi ni Omari Makelele. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.